Bana, leo ni tarehe 17, siku moja mara baada ya dabi iliyokuwa inasubiriwa na kuzungumzwa zaidi kumalizika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Ilikuwa ni tarehe 16 majira saa 11 kamili za jioni, mpaka ilipofika majira ya saa 1 na dakika 45 mbivu na mbichi zilikuwa zimeshajulikana kuwa mshindi wa ngao ya jamii mechi ya ufunguzi wa ligi kuu soka Tanzania bara msimu 25-26 ni Young Africans. Leo tupo na Heavyweight Dulla. Hali yako iko vipi kaka? Bana, kwema, namshukuru Mwenyezi Mungu. Uko safi kaka? Niko vizuri, kabisa kabisa. Kabisa. Jana tumekutafuta kila kona ya uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini Dulla ukawa huonekani. Dulla, ilikuwaje? Of course jana niliandika kwenye page yangu ya Instagram, Facebook kwamba nilikuwa niko vibaya. Yaani nilipoamka tu nilikuwa najisikia vibaya. Hali haikuwa sawa. Hali haikuwa nzuri, kwa hiyo nikashindwa kuingia uwanjani kwa sababu ya kiafya. Niliandika pale. Na leo wenyewe nafikiri unaona jinsi gani ambavyo hata naongea bado sijarecover, ila kwa sababu ni jambo la muhimu na lazima Heavyweight Dulla aweke maone yake, basi nikaona sio mbaya, kwa sababu of course kuingia uwanjani, lakini mechi nimeangalia kwenye TV, kwenye runinga, na of course nimegundua vitu kadha wa kadha, kwa hiyo lazima nije nitoe maoni yangu. Elewa, Umeizungumzia hali yako sasa mara baada ya kutazama mpira, kuna hali imekaa sawa au kuna namna imezidi kuwa na unyong'onyevu katika matukio yaliyotokea uwanjani? Unajua, kwanza nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Kwanza jana kulikuwa kuna mechi ya Yanga na Simba. Naam. Sawa na tunaingia kwenye mechi katika kipindi ambacho Simba imekuwa tuseme ni kama haitoi upinzani wa kutosha, kwa sababu before kipigo ilikuwa tayari imeshapoteza mara 5 mfululizo. Kwa hiyo automatically niliamini kwa hiyo record tu, basi kila staff wa Simba Sports Club alipaswa kuhakikisha kwamba anafanya wajibu wake, benchi la ufundi linafanya wajibu wake, pamoja na wachezaji wanafanya wajibu wake. Na kama unavyoelewa, mara nyingi wachezaji wanakuwa wanacheza kuimplement mbinu za mwalimu, wanacheza kulingana na maono ya nini mwalimu anakiona kiufundi kulingana na wapinzani wake na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unajua, muda mwingine unaweza unaingia kwenye mchezo unategemea kuona vitu fulani vimeimprove, lakini matokeo yake ukashangaa hakuna improvement yoyote, na zaidi ukaona kuna kila dalili ya vile vitu au zile mistake kuweza kuendelea zaidi na zaidi, kitu ambacho kinatia huzuni na na of course mimi baada ya mchezo tu nikaandika nikasema bana, mimi namlaumu kocha Fadlu Davis. Umeelewa? Ndiko kwa yes, watu wengi walinishambulia kwa sababu kwanza waliona lile goli ambalo lilifungwa ni offside, ambao kwa very correct, lile goli ni offside kwa sababu Pacome alikuwa kwenye offside position kabla ya kuinteract play. Manake Rushan Deriaka alikuwa na uwezo wa kwenda kumzuia Max Nzengeli kama isingekuwa obstruction ya yule mchezaji ambaye ametoka kwenye offside position kwenda kumzuia, ambao ndo Pacome. Kulikuwa kuna opportunity ya yeye Deriaka kuweza kwenda kuwin ule mpira. Kwa hiyo amezuia moja kwa moja, ameingilia mchezo kwa kumzuia opponent kushindwa kuufikia mpira, ambao katika sheria za IFAB inaelezea kwamba mchezaji ambaye anatoka kwenye offside position akijihusisha kwa namna yoyote kwenye mchezo, ikiwemo kumzuia opponent asiweze kufika kwenye mpira, automatically hiyo ni offside, inakuwa counted. Kwa hiyo walikuwa sahihi, lakini je, ina lay kwenye excuse, inakuwa miongoni mwa sababu ya kumtetea kocha kwamba amepoteza mechi yake ya 3 mfululizo, maana yake ni ya 4. Kwa hiyo haiwezi kuwa sababu kwamba kila baada ya mechi itakuwa natafutiwa sababu ya kutetewa. No, haiwezi kawa sababu. Umeelewa? Kuna vitu vya kiufundi ambavyo ilipaswa yeye kama mwalimu avitizame. Umeelewa? Yaani vitu vya kiufundi ambavyo yeye kama mwalimu avitizame, na mimi nimevigundua. Sio, umeelewa? Na kabla hujatuambia kuhusiana na vitu hivyo vya kiufundi, msimu leo malizika, tulipata kuyazungumzia mengi, ikiwemo ubora wa kikosi cha Simba Sports pamoja na madhaifu au makosa ambayo wamekuwa wakiyafanya mara kwa mara. Ukawa unasisitiza makosa ya kujirudia na tahadhari ambazo walikuwa wanatakiwa kuzichukua. Miongoni mwa hayo makosa ambayo tulikuwa tukizungumzia msimu uliopita, umeyaona pia kijirudia katika mechi ya jana, na unaona nini sasa kama Fadlu Davis ataendelea kukinoa kikosi cha Simba Sports? Je, anaweza akayatatua hayo ambayo yamekuwa ni vikwazo tangu msimu jana na hapa ambapo Simba imeanzia?
Yeah, of course kwa binafsi yangu kwa kile ambacho nimekiona sioni kama tuchukulie hata mechi ichezwe tena kesho. Mechi ya Simba na Yanga ichezwe kesho kwa kama kocha ataendelea kwa Fadlu Davis, still atatengenezewa tu excuse nyingine. Umeelewa? Yani still kutakotokea excuse, kulikuwa kuna penalty, kuna nini na vitu kama hivyo, lakini kocha kama kocha sioni kama kuna namna anaweza akaimplement. Na of course nafikiri ni muda sasa wa kuanza kuelezea kwa nini naamini hivyo. Unajua unapotaka kumsema kocha, au unataka kumsema huyu kocha hafai au kocha hivi na hivi na hivi, lazima uwe na sababu za kiufundi ambazo zinakufanya wewe, zinakuwa kama zinakubaki wewe kuweza kumtuhumu kocha. Kwa sababu ni vitu vya kiufundi. Yule ni mtu wa kiufundi, anafanya tactical analysis, anajua mpinzani ana madhaifu gani na vitu kama hivyo na nini. So unajua inakuwa surprised kuona kocha kama Romain Folz ametoka alipotoka ndani ya muda mfupi ameweza kutengeneza mbinu ambazo zinaendana kabisa na mapungufu ya kocha Fadlu Davis ambao amekuwa akiyaonyesha msimu uliopita. Kwa hiyo ni kama advantage kwa sababu tayari anamjua Fadlu Davis, ametizama mechi za msimu uliopita, maana yake kashajua madhaifu ya Fadlu katika msimu uliopita ambayo Fadlu amekuja kuyarudia katika msimu husika na Romain Folz ameweza kuyatumia. Sasa hiyo tayari tu ni aibu kwa sababu ukiangalia Yanga walivyoanza, Yanga wameanza na viungo asilia takriban 5 kwenye eneo la katikati, alafu mbele wanamsimamisha Prince Dube peke yake. Tafsiri ya haraka walikuwa hawataki progression yoyote Simba waifanye kupitia eneo la katikati ya uwanja, na wamegundua kama mfano ukicheza kwenye mid block, kutokana na kwamba Fadlu yeye anapenda kufanya build up na wachezaji wengi. Nikisema build up nataka niongee taratibu ili watu wanielewe kwa nini nasema kocha anazingua. Build up manake ni kucheza kutokea nyuma. Unavocheza kutokea nyuma na wachezaji wengi, kuna namna unatakiwa uonyeshe kwamba hii build up yako inaenda moja kwa moja. Lengo la build up sio kupiga mapasi. Lengo la build up ni kupiga pasi kwa ajili ya kufungua space ili kutengeneza goal scoring opportunity. Sio kupiga mapasi tu kumiliki mpira, kwa sababu kwenye football ukimiliki mpira peke yake hatusemi umedominate mchezo. Wajua Watanzania wabidi waelewe, ukimiliki mpira pasi na kucreate goal scoring opportunities, tunakwambia wewe umiliki wa mpira, umedominate possession ila hujadominate game. Unaelewa? Kwa hiyo sasa yeye Fadlu ile kufanya kwake build up kunatakiwa kuja na solution ya jinsi gani ambavyo anafika kwenye eneo la mwisho la mpinzani. Sasa kuna kucreate nafasi. Watu watakwambia amecreate nafasi. Wako sahihi. Of course nafasi zinaweza zikapatikana, lakini nafasi kukosekana kuna sababu za kiufundi ambazo zinaweza kupelekea nafasi kushindwa kutumika. Za kiufundi, sio za mchezaji kufanya uzembe, no. Za kiufundi pia zipo ambazo zinaweza kumfanya mchezaji kushindwa kutumia nafasi. At the same time nafasi zipo za aina mbili. Kuna improvised, maana yake nafasi ambazo zinatengenezwa pasi na mpango kazi wa mwalimu. Imetokea tu nafasi imetengenezwa. Hiyo hatuiiti kwamba improvise. Hiyo hatuiiti systemic. Systemic ni zile nafasi ambazo zinatengenezwa kupitia mpango kazi wa mwalimu, kwamba tunafanya hivi. Huyu atakuja atadrift hapa, wewe utasogea hapa, utapigiwa pasi hapa, ukifungua hapa pataenda hapa. Mara nyingi nafasi za hivyo zinakuja kuzalisha bao la tapping. Kwamba mtu kafika ndani ya boxi kachomeka. Umeelewa? Na hata XG uwezekano wa kupatikana goli unakuwa ni mkubwa. XG ratio ni kubwa. Pamoja na XA, expected assist, unakuwa ni mkubwa. Lakini kuna zile nafasi ambazo zinatokea from nowhere, ndio tunaita improvised. Mpira umekuja mkwala amepiga kichwa yule Kapombe kakutana nawe. Sasa hiyo ni nafasi of course, lakini kunaweza ikawa isiwe nafasi clear kwa sababu hatujaona implementation ya mwalimu kimbinu ambayo imefanya nafasi ifunguke. Sio, unaelewa? Sasa tunarudi kwenye factor. Una Jean Chalehua ambaye msimu uliopita ndo alikuwa top scorer, alikuwa na assist 9 among players ambao wametengeneza nafasi nyingi zaidi na wamekuwa na assist nyingi zaidi. Si ndio? Nyuma ya Faisal pamoja na Pacome. Ndio top scorer wa timu. Una Eli Mpanzu ambaye naye alikuwa na msimu mzuri tu msimu uliopita. Of course mechi chache lakini amefanikiwa kufunga mabao 3 na assist 5. Maana yake anaonekana ana uwezo wa kucreate nafasi. Wachezaji hawa wawili kwenye dabi huwaoni. Watu wanaweza kujua ni bahati mbaya. Unajua mtu bana haonekani hawafai au kila siku. No. Implementation ya mwalimu. Namba kubwa wachezaji 7 wanafanya build up. Sawa? Yaani wachezaji 7 wanakuwa nyuma kwa ajili ya kupiga pasi, kutoa pasi, kureceive pasi. 7 mbele kuna simama wachezaji wawili, Kibu Dennis pamoja na Steve Dese Mukwala. Sawa? Alafu mchezaji ambaye anaenda kuwa kama backup ya kuongeza nguvu kwa wale runners
au washambuliaji hao wawili ni Shomari Kapombe. Ina maana kocha anawanyima uhuru Eli Mpanzu pamoja na Jean Charles Ahoua kuweza kutumika kwenye strength zao, kwa sababu wao ni wachezaji ambao unazungumzia wachezaji ambao wana uwezo wa kucreate na kufunga. Sasa unavyowatumia nje ya strength zao, manake hawataonekana wakiwa bora. Kwa hiyo nini kinatokea? Baada ya ile build up ya kupiga pasi kutoka hapa kwenda hapa kufungua space na kufungua ile safu ya kiungo ya Yanga, sababu Yanga si ndio wameweka viungo wengi na Simba wanafanya build up kwa namba kubwa, at least uone faida jinsi gani ya kubypass ile safu ya kiungo ya Yanga. Mara nyingi mipira inavyofika kwenye eneo la kiungo la Yanga inapotea, inakuwa inarudi kwa upande wa Simba, na tumeona sekunde za mwanzo tu jinsi ambavyo mpira ulipotea na Mudathiri haya kuweza kufanya turnover ambayo ilienda kwa Max Zengeli, si ndio? Sasa hiyo tayari ilikuwa ishakuja kwa indicator ya mapema sana ya mwalimu kwamba hii mechi itakuwa sio ni. Sasa tuje chance by chance. Sawa. Miongoni mwa chance ya kwanza ambayo ilipatikana ni ya mapema ilikuwa ni ile chance ya Kibu Denis ambayo aliweza kufanya attempt. Nafikiri ilikuwa ni cross kutoka pembeni kutoka kwa Nabi Kamara, ikaguswa na iliguswa na Steve Dese Mukwala. Mukwala alivyoigusa ikaenda kwa Shomari Kapombe ambaye yeye ndo aliweza kuirudisha kwa Kibu Denis. Ukijaribu kuangalia mazingira tu, Simba ndani ya box walikuwa watatu dhidi ya wachezaji 7 wa Yanga. Automatically tayari Yanga walikuwa na faida kubwa kinamba. Umeelewa? Na mpaka mpira unafika kwa Kibu Denis mbele ya lango, utaona kulikuwa kuna wachezaji watatu. Umeelewa? Kulikuwa kuna Ibra Baka, kulikuwa kuna Dickson Job pamoja na Shadrack Boka. Hao ni ambao wako mbele, wana block ile vision ya Kibu Denis kuweza kuona lango moja kwa moja. Lakini kumbuka kulikuwa kuna Azizi Ndambwile ambaye alikuwa kwenye bega la Kibu Denis. Pembeni yake kabisa anajaribu kumpa pressure. Kiufundi kitu ambacho kinaweza kikamnyima mchezaji nafasi ya kuweza kufunga bao na kukosa bao ni pamoja na defensive pressure. Defensive pressure hiyo inaingia kwenye mambo ya kiufundi anaweza kufanya. Hiyo inaingia kwenye mambo ya kiufundi ambayo yanaweza kufanya mtu kukosa bao. Umeelewa bwana? Yeah, kwa hiyo ikatokea nini? Kibu akafanya attempt ikawa blocked na Shadrack Boka. Kwa hapo utasema hiyo ni clear opportunity ya kuscore. Kocha amefanya kazi nzuri, timu imetengeneza nafasi. Hiyo ni clear opportunity ya kuscore. Wachezaji watatu dhidi ya 7 wa Yanga. Manake hiyo ni improvised. Ni nafasi ambayo imetengenezwa nje ya tactical aspect za kocha. Jinsi ambayo jicho lake limeona. Kwa hiyo hiyo na count off. Bao la pili ni set play. Jean Charles Ahoua alipiga mpira wa indirect free kick ambao ni inswing, of course ni outswing ambao ulienda kuguswa na ulipigwa na Brother Hamza. Umeelewa? Kwa uwezo wa goalkeeper pamoja na nafasi ambayo alikuwepo Brother Hamza pale, kwa kipa kama Diara opportunity ya kuscore ilikuwa ndogo. Kwa hiyo nilitegemea kuona chances nyingi zaidi ambazo zinatengenezwa kwenye open play. Achana na mambo ya set piece. Open play sijaona. Sio, umeelewa? Alafu baada ya hapo kulitokea chance nyingine ambayo Kibu Denis ndio watu walilalamikia sana. Kuonyesha kwamba kumbe Simba kutengeneza nafasi dhidi ya Yanga imekuwa jambo gumu sana. Kwa nini naamini ile ilikuwa sasa nachelea kusema inaweza ikawa ni improvised, kwamba inawezekana sio ndani ya mipango kazi ya mwalimu au systemic, kwamba inaweza ikawa ndani ya mipango, kwa sababu kilichotokea ni scenario ile kwamba tayari Simba ilikuwa kwenye build up structure. Pinpin kama raka opt kwenda juu kwa sababu wachezaji wote ambao angekuwa na uwezo wa kuwapasia walikuwa tayari lockdown na Yanga. Walikuwa wameshapigwa pini. Kwa hiyo namna pekee ambayo angeweza kuifanya zaidi ya hiyo ni kupiga mpira mrefu. Sawa? Kwa hiyo ukabidi upigwe mpira mrefu. Baada ya kupigwa mpira mrefu, Kibu Denis pamoja na Ibra Baka ndo walikuwa wana challenge kwenye ule mpira. Kibu Denis akafanikiwa kumhadai Ibra Baka na kuwin na kuondoka na ule mpira. Ana progress mpira yeye pamoja na Steve Dese Mukwala ndo walikuwa wanaingia kwenye box. Alafu dhidi ya wachezaji wangapi wa Yanga? 5. Dhidi ya wachezaji 5 wa Yanga. Kibu anampigia Steve Dese Mukwala anapiga one touch, anamrudishia Kibu. Maana yake ile papa Kibu ana receive ule mpira tayari nyuma yake kuna wachezaji 3. Ina maana anafikiria wachezaji 3 mbele, alafu goalkeeper Jigi Diara anatokea kwa ajili ya kuja tunarudi pale kwenye defensive pressure. Kwa hiyo ina maana Fadlu Davis chini yake tutaendelea kuona kwamba Simba inakosa mabao kwa sababu wanapata tatizo la kiufundi linaitwa defensive pressure. Manake opponents wanakuwa very close na mtu ambaye anataka kuattempt. Wanakuwa very quick kufanyaje kumzuia, lakini vile vile wanamnyima ile opportunity ya kuweza kufanya maamuzi akiwa na utulivu wa kiakili. Ndio tunakuja kwenye defensive pressure. Sawa?
Na katika muda wote huo tunazungumzia wachezaji wawili nimewataja, Eli Mpanzu pamoja na Jean Charles Ahoua. Hawa ndio wachezaji ambao ni attacking threat kwa upande wa Simba. Top scorer ni Jean Charles Ahoua. Ina maana wao na kiungo ambaye tayari ameshaonyesha kwamba ana uwezo wa kufunga mabao kiasi gani. Lakini imagine unamnyima opportunity ya kuroll muda mwingi sana kwenye box la mpinzani. Matokeo yake unaona Shomari Kapombe ndo anakuwa option pekee ya kuweza kuifungua au kukabiliana na ile nafasi ya kuweza kushinda. Kuna nafasi nyingine pia imetokea. Naziongelea hizi nafasi kwa sababu watu wanabidi waelewe. Nikisema kwamba kocha ndo ana shida. Umeelewa? Kuna nafasi nyingine ilitokea kwa Kapombe, the same. Umeelewa? Mpaka akapiga kwenye tight end. Tayari alikuwa lockdown. Kulikuwa kuna wachezaji wangapi? Ile nafasi nafikiri ilitokana na Simba tayari walikuwa washawaweza kuwaweka Yanga chini. Umeelewa? Rushan Dariak ndo anapiga mpira mrefu kwenda kwa Steve Dese Mkwala. Ni kama plan. Mkwala ana screw kwa kichwa kwenda kwa Shomari Kapombe. Kapombe ndo anaingia nao. Wakati anaingia nao Shomari Kapombe alikuwa forced kufanya kila alichokifanya. Watu wanakuambia angeweza kupiga V, hawakuona defensive structure ya Yanga ilivyokuwa. Tayari kwa Yanga kulikuwa kuna wachezaji wengi kwenye box ukikompea na wachezaji ambao walikuwa kwenye Simba. Na wote walikuwa wamezuiwa, wamefanywa shadow marking. Kwa hiyo hata kama Kapombe angesema apige V, tayari angekuwa kwanza asingekuwa na utulivu wa kutosha, lakini at the same time usingeweza kufika kwa mhusika kwa sababu tayari walikuwa washakuwa lockdown. Kwa hiyo Kapombe alikuwa forced kuweza kupiga kwenye tight angle. Tunarudi kwenye hiyo pia defensive pressure. Hiyo ni sababu kwa nini naamini kwamba Simba Sports Club chini ya Fadlu imefanya makosa mengi kimbili. Kwa hiyo na maana tukizungumzia ile build up, zile pasi ambazo zinapigwa haziwezi kuleta goal scoring opportunity. Kwa sababu timu ambazo zinamiliki mpira sifa yake kubwa ni kupiga pasi kwa ajili ya kutengeneza space nyuma ya safu ya kiungo na kuja kuexploit nyuma ya safu ya ulinzi na kupata mabao kirahisi. Pap unatengeneza goal scoring opportunity kupitia kupiga pasi. Wachezaji watakuwa wawe wanafanya rotation kwenye maeneo. Lakini Simba ni tofauti. Simba mchezaji unaijua kabisa Kapombe utamkuta eneo hili, ni utamkuta eneo hilo mpaka mechi inaisha. Sio kama atacheza hapa, kama kahamishwa hapa atacheza hapa mpaka mechi inaisha. Yaani hakuna timu inaopiga pasi lazima iwe ina rotations. Zile roles lazima zibadilike. Kuna muda huyu ashuke, huyu apande, yani ili kuweza kutengeneza zile passing lanes pamoja na zile square za kuprogress mpira kupitia pasi mpaka kufika kwenye goal la mpinzani. Kwa hiyo ina maana kwenye open play Simba wametengeneza nafasi moja. Kwenda long, mipira mirefu kutokea nyuma, amegusa Mkwala nini? Hiyo mimi naihesabia kwamba ni half chance, yani haiwezi kuwa chance ambayo unaweza kumsifia mwalimu kwa sababu mpira umepigwa mrefu, sio amepiga huku, amefanya hivi, amefanya hivi. Wachezaji kama Eli Mpanzu pamoja na Jean Charles Ahoua kutofanya touches nyingi ndani ya final third ya mpinzani. Muda mwingi touches zao zinakuwa chini. Kureceive mpira, kuweka hapa, kufanya hivi, hawapati ile nafasi ya kukimbia na nini. Wanakuwa lockdown ni kwa sababu pia system ya mwalimu inawafanya wawe predictable. Wanatabirika. Sawa. Hivi ni vitu ambavyo unavizungumza, watu wanaweza wakaona kama anapiga kelele, lakini hii ni game ya ngapi? Ya 6 Simba inapoteza na chini ya Fadlu ni ya 4. Ni ya 4 tuna count. Unaelewa, kwa sababu hata kwenye ile mechi ya kwanza ya ngao ya msimu uliopita nilisema uwezo ukawa unacheza na Yanga una invite pressure kwamba Yanga njooni kisha mimi nipige mpira mrefu nyuma ya safu ya kiungo. Hicho kitu hakiwezekani kwa sababu Yanga wako accurate kwenye pressing yao, watakupokonya tu mipira. Umeelewa? Na hivyo na predict kuna vitu kupitia nilichokiona kwa Simba na naweza kuvipredict vinaweza vikatokea mbele. Sio kwa sababu ni mtabiri, ni kwa sababu naona ili tatizo la kiufundi linaendelea kuwatafuna, ikiwemo kupoteza mipira kwenye eneo la kiungo na kusababisha zile turnovers za hatari kwenye lango lao. Hicho ni kitu ambacho naweza nikapredict na kitawasumbua Simba. Umeelewa? Yes, kwa hiyo hapo ni sehemu ambayo Fadlu anatakiwa aboreshe, na pengine kama hawezi kuboresha basi Simba wanabidi waangalie namna gani ya kumsaidia. Sasa swali litakuja, nini kinapaswa kifanyike? Umezungumza kwa kina, umefafanua, umedadavua, umesema kwa uketo kila mmoja ameweza kusikiliza, mwenye sikio la kuelewa basi atakuwa ameelewa. Shauri nini kifanyike? Kwanza hapo nilizungumzia zaidi nafasi na jinsi ambavyo Simba inacheza. Sawa. Before sijaja kwenye nini kifanyike. Niseme kitu kimoja. Kwamba Yanga mbona wametengeneza nafasi, wametengeneza nafasi by the way, lakini wametengeneza bao.
ambalo ni offside, lakini tayari imeonyesha kwamba wanaweza kutengeneza nafasi kwenye defensive block ya Simba. Mechi ya kwanza Yanga wa Jamii ya msimu uliopita kocha alikuwa Fadlu huyu. Goli linafungwa na Maxim pia Nzengeli. Zilipigwa pasi ngapi mpaka bao linafungwa? Simba walikuwa kwenye defensive block yao ya 4-3-2-1. Sawa? Kwenye 4-3-2-1 Yanga wanapiga pasi kwenye defensive block ya Simba, kwenye half ya Simba. Mpaka wanaifungua ile block. Mpira unaenda unamkuta Maxim pia Nzengeli anafunga. Kile ndio kitu ambacho nategemea kukiona Simba wanakifanya, kucheza na ile defensive block ya Yanga, kucheza nayo. Pasi na kuwa na pupa ya kupiga mipira mirefu na vitu kama hivyo nani. Yaani kutumia uwezo wa wachezaji kuifungua block ya Yanga. Siku nikiona hichi kitu nitasema yes, kocha anafanya kazi. Lakini haya mambo ya kusema imepatikana nafasi ndio sababu mpira umepigwa mrefu, pin kama anamopiga Kibu Denis amekimbia nao kaweka kwa mkwala kaudi nao, hiyo come on man. Na kwa bahati mbaya bwana Jafe, mentality ya Simba, ya mashabiki wa Simba imeshaanza kufa. Kwa nini? Imeshaanza kufa. Wewe imagine unafungwa na mpinzani mara ya 6. Ndio. Alafu unakuja unasema leo tumecheza vizuri. Imagine yani imekuvuruga kumbe hiyo. Unacheza vizuri. Yaani wewe umefungwa alafu unasema umecheza vizuri. Bila refa tungewafunga. Sio nini? Yaani hakuna tena ile feelings zile za ina maana kumbe imefika stage kwamba Simba ikicheza vizuri dhidi ya Yanga tu inatosha basi. Kwamba imefika hiyo stage kwamba Simba yani Simba ikicheza tu vizuri dhidi ya Yanga inawaridhisha. Inatosha. Yaani kwamba hakuna sababu nyingine. Simba ikitengeneza nafasi dhidi ya Yanga, haijalishi zimeingia nyavuni hazijaingia nyavuni, it's enough. Umeelewa? Hakuna tena kingine cha kusema kwamba kimefanyika. Yaani kwamba Yanga wametengeneza nafasi, Simba wametengeneza nafasi, it's enough. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna, yani unajua kuna ile kwamba mtu anamaliza game anakuambia haonekani. Kocha anamwamini wa nini? Mpanzo haonekani, si mpanzo hafai. Anasahau kwamba yule mchezaji ana strengths zake ambazo kiuchezaji ili zitokee inabidi mfumo wa mwalimu uendane na zile strengths. Au atoka lini akapigwa mpira mrefu kutokea nyuma akawa na ufanisi wa kukimbiza. Mpanzo toka lini akawa hajatengenezwa space ya kuweza kukimbia na mpira au kufanya dribbles na kucheza mbali na lango na akawa na strengths hiyo. Timu inacheza kwa kujihami kuliko kushambulia. Timu inacheza kwa numbers kubwa. Yaani unaweza kukuta timu ipo mbili, yani goli moja nyuma, lakini still Yanga wanaweza kukuta wanashambulia na wachezaji wawili dhidi ya wachezaji 6 wa Simba wanaozuia. Hapo muda huo Simba tayari ipo nyuma kwa goli 1-0. Unaona hizo scenario? Yaani Simba ipo nyuma goli 1-0, alafu Yanga wanashambulia wana wachezaji watatu, alafu nyuma kuna wachezaji 6 wa Simba bado wanazuia. Hapo utashinda vipi mchezo? Unakuja baadaye unafanya sababu unaweka washambuliaji wawili. Umeelewa? Ili uendelee na ile system yako ya kupiga bwe. Kisha mkwala akipiga hivi akutane nao na mwalimu afunge. Yaani hakuna clear vision ya kitu gani ambacho kinaenda kuwa implemented kwenye mbinu. Kitu ambacho mimi siafikiani nacho. Na najua kwamba huu mtazamo wangu unaweza ukazua pande mbili. Kuna watu wataona kama mimi nina agenda na vitu kama hivyo, lakini mimi ninazungumza nikiwa na evidence za kiufundi. Zile chances zote ni improvised. Ni chance ambazo hazikuwa ndani ya tactical aspect ya mwalimu kuelekea kwenye mchezo. Kwa hiyo na maana hakuna kitu cha nini. Na amekuja kugundua kwamba Yanga ukipiga mipira mirefu ndio chances pekee ambazo tumezitengeneza zimetokana na hivyo. Na ndio maana baadaye dakika za mwishoni kumekuwa na hayo marudio ya kupiga mipira mirefu kwenda mbele. Sioni kama hiyo ni tija. Na ndio hata ile chance ambayo Kibu Denis aliipata dakika 88 ambayo alipiga kichwa Digidi haraka akipiga fingertip hivi. Ilitokea na mpira mrefu. Mpira mrefu umepigwa kutoka nyuma ndo Kibu akafanya attempt kwa kichwa. Sasa hiyo sio Simba. Umeelewa? Hiyo sio Simba na huwezi kumfunga Yanga kwa mbinu hizo. Umeelewa? Yanga ni timu ambayo inatakiwa kupigiwa mpira mwingi, inakaa kwenye low block, inarudi nyuma kilazima, zinapigwa pasi kwenye njia. Kuna wachezaji wawili wa kuweza kureceive between the line, yani katikati ya safu ya kiungo na safu ya ulinzi. Kwa hiyo kuna wachezaji wana receive mpira hapo. Sasa timu unakuta eneo la kiungo na beki zote zimekaa hapa kwa hapa. Basi wanapigana wao kwa wao. Safu ya kiungo iko ya Yanga iko isolated. Yaani wachezaji wanakuwa free tu, yani wanaweza wakaja kupress na bado still msiweze kuexploit eneo linalopatikana nyuma safu yao ya ulinzi.
Hauwezi ukacheza hivyo ukashinda mechi ya Yanga. Huwezi. Unaelewa? Utakuwa uhakikishe kwamba Simba inakuwa na wachezaji wengi kwenye eneo la kiungo, nyuma ya safu ya kiungo. Kunakuwa kuna wachezaji ambao wanaweza kupokea mpira eneo hilo na kuprogress kwenda mbele. Hao wanasaidia kuwa connect wale wachezaji ambao wako kwenye eneo la ushambuliaji. Na kingine, wachezaji wa Simba wanaoingia ndani ya box ni wachache, wawili, Kibu na Mkwala zaidi. Na mara nyingi anaongezekaga Kapombe. Wachezaji wengine wote wanakuwa wanacheza nyuma ya baada ya ile safu ya ulinzi ambao wanafanya mikimbio kwenye box la mpinzani, wengine wanakuwa nyuma yao wengi. Tena sio nyuma karibu, mbali kidogo. Sijui kwa ajili ya kujihami na vitu kama hivyo. Sasa hivi vipi inakuwa hivyo? Kocha kufanya? Binafsi yangu mimi sina tena doubt. Yaani sina tena imani. Na sijui niseme hivyo. Sina imani na kocha Fadlu Davids. Mbinu zake sioni kama zinaweza zika na watu of course ana kitu, ana kombe la shirikisho finali. Ni rana kwenye michuano ile. Lakini niwaambie tu huyu RS Berkane ambaye Simba wameshindwa kumfunga chini ya Fadlu Davids kwenye finali. Of course kuna factors nyingi na vitu kama hivyo, lakini pia walikuwa wana ubora. Kule anapoingia kwenye Champions League, for the first time anaingia kwenye Champions League, yule ndo anakuwa kibonde kwenye Champions. Yaani ni nadra sana aweza kumkuta sijui yupo kwenye nusu, kwenye robo, ni nadra. Labda itokee, lakini si hawezi kupewa nafasi kubwa kuweza. Kwa hiyo maana kwenye kombe la shirikisho ni rahisi kucheza na mwana finali ambaye ana value ya kucheza robo finali ya michuano ya Champions League. Kwa hiyo maana anayecheza finali, siku zote nasema anayecheza finali ya shirikisho ni kama anayecheza robo finali ya CAF Champions League. Sio, umeelewa? Yes, ni kama mwana robo finali wa CAF Champions League. Na ndio maana kuna timu ziliwahi kutolewa kwenye preliminary round. Anamaanisha first round, sio preliminary. Sababu ukitoa preliminary umetoka. First round zikaingia kwenye kombe la shirikisho zikafika all the way mpaka finali. Tengu isiishie kumtoa Raja Casablanca ikaenda ikachukua mpaka lile kombe lenyewe. Kwa hiyo sio excuse kwamba sio amefika finali sio na nini na nini. Finali ya kombe la shirikisho kwa Simba ilipofikia watu tu ni hawajagundua. Simba ni kubwa. Yaani watu hawajagundua kwamba Simba inaweza hata ikachukua lile kombe lenyewe la shirikisho. Ni kombe dogo. Ni kombe dogo tu ambao Simba wanaweza wakalichukua. Wakiamua kuwekeza nguvu kule wanalichukua. Unaelewa? Sasa kocha kufika hiyo sio excuse ya kusema kwamba awe anafanya na kupoteza na nini na nini na vitu kama hivyo. Kuhusu kwenye ligi msimu uliopita, yeye mwenyewe amesema msimu huu kwamba msimu uliopita ulikuwa msimu wa kujenga. Kwenye Simba Day alisema msimu huu ni wa mafanikio. Tayari ameshaaga kwenye ngao. Ngao ishaondoka kwenda kwa mpinzani. Ilikuwa ndo nafasi ya kwanza kupata chochote kwenye msimu huu. Kashaipoteza. Kwa hiyo imani ya kusema kwamba huyu ni perfect kwa upande wangu na doubt. Sawa, na doubt. Kwa hiyo vingine tuendelee kusubiri. Utajibu ndio au hapana? Jana ulitafunamiwa sana. Ndio. Ilikuwa ni mingi. Pole kaka, ndo matokeo. Nashukuru.